Kutoka Dar es Salaam Tanzania mpaka jijini Mbeya ni safari moja tu ya kumletea gari aina ya Toyota IST mshindi wetu. Kwanza nilikuwa siamini, ila hadi chuma nimekiona najua ni 100% mali ni yangu. Nawashauri waendelee kutumia PMBet, maana ni uhakika, sio matapeli, odds kubwa, kila kitu yani. Nafasi ni nyepesi tu, huenda wewe ukawa mshindi unayefuata wa gari aina ya Toyota IST kwenye promotion ya Super Royal Sports ya PMBet. Mmebakiza mechi moja dhidi ya Fountain Gate. Nini hasa tutarajie na mkiangalia msimu ndio huu unakwenda kutamatika? Kwanza tumshukuru Mungu, tunaenda kumaliza msimu salama. Japo haikuwa target yetu kwa tulichokipata, lakini ndio hivyo imeshatokea. Tunaweza tukosema tulichanga karata zetu vibaya, tulipomaliza ndo hapo ambako tumeshamaliza. Tuangalie msimu ujao wote, wachezaji, viongozi na mashabiki waiombee dua timu. Alafu tuangalie msimu ujao itakuwaje. Kuhusu msimu huu imeshaisha, tunaenda kumalizia mechi ya mwisho na Fountain Gate. Tunaenda kutafuta point 3 za mwisho. Pembezeni kitakachokuja kuendelea msimu unaokuja Mungu ndo anajua. Wachezaji, viongozi na mashabiki waiombee timu dua kwa sababu ya msimu ujao, kwa sababu hatuwezi kurudia kilichotokea msimu huu. Sawa sawa. Pengine huu tukiuelezea ulikuwa ni msimu wenye matukio ya aina gani kwako kama mchezaji? Cha kwanza timu kama timu tuseme ilikuwa ni msimu mgumu kutegemea na msimu ulioisha. Watu walitegemea tufanye zaidi ya msimu ulioisha, lakini msimu huu haikuwa bahati nzuri kwetu. Kwa hiyo ni msimu mgumu kwa timu, lakini kwa individual kama individual niseme naweza kushukuru Mungu kwa sababu nimepata mechi zaidi ya 10, kwa sababu msimu ulioisha mechi ya ligi nilicheza moja tu, lakini msimu huu nimecheza mechi 10 mpaka sasa, na hiyo akishokutwa inshallah inaweza kawa ya 11 kwenye ligi. Kwa hiyo kwa msimu kwa mimi kama mimi ni msimu mzuri. Timu kama timu haukuwa msimu mzuri kutokana na matukio ambayo yametokea. Nini hasa unadhani pengine kinawafanya mpaka Azam FC kushindwa kufikia yale malengo ambayo mnakuwa mnaanza nayo mwanzoni mwa msimu? Niseme ni mpira, kwa sababu tulikuwa katika kutembea tulijikwaa. Sio kwamba tulikuwa hatujafikia malengo, lakini kila mtu alihitaji kufanya vizuri zaidi ya msimu ulioisha, lakini katika steps zetu tulizotembea tumeweza kujikwaa, na tulipodondoka ndo hapa tumedondoka. Kwa hiyo tumeamka, msimu ujao utakuwa mzuri zaidi ya msimu yote inshallah. Kwa hiyo tuombe Mungu, tuombe uzima wa wachezaji ambao watakaobaki kwenye timu na ambao wataongezewa pamoja, basi tutaweza kupambania timu kama ilivyokuwa mwanzo. Sawa. Mechi ya Singida nilikuona Zuberi Foba ulikaa golini, lakini ile mechi bwana nataka uniambie ilikuwa na kitu gani, kwa sababu nilikuona baada ya pale ni kama uliumia sana, ukafikia tu mpaka ukatoa machozi. Zuberi, watu nataka kufahamu nini hasa kilikufanya uweze kutoa machozi? Ilikuwa ni ya Yanga eh? Of course ilikuwa ni mechi ya Yanga, ni hapa. Nini hasa kilitokea Zuberi, ulikuwa kwenye emotional sana? Sijui ilinikuta tu imetokea, kwa sababu kabla ya mechi ile tunacheza, kabla ya mechi yani mimi mamangu hafuatilii mpira, alinipigia simu kwa akaniambia mimi mechi ya leo nitaangalia na wadogo zako na ndugu zako. Kwa hiyo matokeo yalipotokea na situation, kwa hiyo nilifikiria kichwani, nilikuwa nawafikiria wao. Kwa hiyo nikajikuta nimekuwa tu na maumivu makali. Basi mimi mwenyewe nilipofika dressing nikawa ni kawaida kwa sababu ni mchezo, lakini kilichotokea pale uwanjani yani kilitokea ghafla, kwa sababu niliona tu watu wananizunguka wananipole vile. Kwa hiyo nikashindwa kujikaza ndio vile, lakini all in all nimshukuru Mungu, ilikuwa mechi nzuri. Kwenye hizo mechi 10 ambazo umekaa golini, ni mechi gani ambayo unaona ilikuwa ni ngumu kweli na huwezi kuisahau mpaka unamaliza huu msimu? Mechi ngumu kwenye mechi zote ambazo nimecheza, mechi ya Yanga na mechi ya Singida. Kwa sababu ilikuwa ina wachezaji wazuri, alafu ni mechi ambayo haihitaji kufanya makosa. Kwa hiyo inabidi uwe makini sana, na ukiangalia wachezaji wao na wachezaji ambao wapo haraka, utakapofanya kosa muda huo watakuadhibu. Kwa hiyo mechi ya kwanza ilikuwa mechi ya Yanga ngumu, na pia mechi ya Singida ilikuwa ni ngumu. Mechi gani ambayo binafsi ulikaa golini na ukapokea pongezi nyingi kweli ukamwambia bwana Zuberi leo umefanya kazi nzuri sana golini? Mechi ya kwanza ambayo nilipokea pongezi sana kwa mimi ni mechi za mwanzo kabisa walimu walivyokuja wapya. Kwa sababu walimu walivyokuja wapya walikuwa
katika kikosi chao walikuwa, mimi nilikuwa sio first priority, alikuwa ni Mustafa. Sasa Mustafa alitoka national team, alikuwa ameumia. Kwa hiyo walimu walikuwa bado hawajani, kwa sababu walipofika walikuwa wanaangalia mechi, hawakuniona kwenye mechi hata moja. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kwao kuniamini. Baada ya kucheza mechi, ndio mechi ambayo wao kwao walifurahi, walinipongeza wakasema uwezo unao. Sisi mwanzo tulikuwa hatuja kuona, kwa hiyo tulikuwa tuna wasiwasi, kwa hiyo hatuna shida sana. Kwa hiyo mechi ambayo nilicheza yenye pongezi ya kwanza ilikuwa ni mechi ya Prison away. Ni mechi ambayo wenyewe walifurahia. Mechi nyingine zote huwa wanafurahi, zote huwa wananipongeza, lakini mechi kubwa kabisa ambayo walinipongeza ni Prison na Singida na hisi. Yes. Sawa sawa. La mwisho tu kwa watu ambao wanakutazama hivi sasa, mashabiki wa Azam FC wanalambalamba hawa, nini hasa watarajie msimu ujao? Kwanza tuombe Mungu tumalize msimu salama na afya, Mungu atuepushe na majeraha. Kitu kingine katika msimu ujao watarajie mazuri, kwa sababu hii ndio timu yao. Hakuna timu nyingine ambao watakaweza kwenda, na hakuna wachezaji wengine ambao watakaweza kuifanyia timu mambo makubwa zaidi ya kwetu sisi. Kwa hiyo wasichoke, kila kitu kinaanziaga na sifuri mpaka inafika 10. Kwa hiyo katika msimu ujao watafurahia zaidi, kutegemea viongozi na wachezaji pia tumejiandaa vizuri. Shukrani sana. Asante sana.